Jambo, welcome to another episode of Retro Reviews. Na leo tunaenda KFC. Yes, you heard me right. KFC manenos. Sasa hapa ni Lights. Kengele ndo ile huko. KFC ya Lights iko Kengeleni. Yani KFC Kengeleni. Kwa watu ambao wako Mtwapa, wako Shanzu, wako wapi wote, mnaweza fika hii KFC ya Kengeleni kwa sababu it is the closest hapa. Unless uko side za town huko. I don't know kama kuna nyingine, but mimi najua hii hapa Kengeleni. So wale ambao wajui sokoni, hapa ni sokoni, Kongowea. Unaona hivyo vibanda hapo? Nyuma huko ni soko, yote ni soko hiyo. Nishawasororesha. Huko kote ni sokoni. Sasa mwenyewe najipata hapa sokoni nikasikia njaa. Nikasema uache nende zangu KFC nikavunje mifupa ya kuku. Asa washika njia yako kama waenda hivi barabara ile ya Mishomoroni kwa nyuma huko. Alafu unaenda kidogo unaacha hiyo junction yenye inaenda Mshomoroni, unateremka na hiyo ya street yenye inashuka chini huko kwa chini ya bridge huko. Lakini hautafika chini ya bridge ndugu yangu. It's just a few paces hapo, just hata sidhani kama inafika dakika 2 kweli ukiwa kwenye pikipiki. Na si mahali ambapo hata nilikuwa siwezi kutembea, nilikuwa naweza lakini nilikuwa najisikia kama rich kid. Kwa hivyo nikasema acha nipande pikipiki because why not? Shilingi 50. Haya ndio KFC basi tushafika. Nasikia kama mati yameanza kafika. Nikaingia ndani kaanza kuangalia prices hapo. Mr. Burger. Hii 1100 pia kubwa sana. Hiyo sitamalize. Nataka kama watu wawili. Mimi niko peke yangu. Nikaangalia. Nikapata nyingine hapo ya 890. Nikasema basi acha nichukue hiyo. Iko na 2 pizza, iko na hii coleslaw, iko na kasoda kadogo sijui ni 300 ml. Haya, na tu chicken sijui tungapi. Tu chicken, tu chips sijui tungapi hapo. Haya, ndo mimi huyo nikaset nini zangu hapo, nikatiatia tomato sauce. Hii coleslaw ndugu zangu, acha vile sasa inaikula mbio. Hapo mtone nilikuja kanishinda. Okay, na appreciate kwamba ilikuwa baridi, ilitoka kwa fridge kwa baridi. Lakini nimekula coleslaw. Hii coleslaw hapana, nilikuwa na feeling kama nakula cabbage mbichi. Unajua cabbage mbichi ile ambayo imekatwa tu kapewa kati ya mdomoni na carrot. Yaani hapa KFC you can do better. Hii coleslaw hapana, sijapenda. Kuku nayo ni 9 kwa sababu mimi napenda kitu yote yani nyama yani. Kitu yote yani si mboga, yani nyama. Hasa hapa nilienjoy manake alafu vipisi wenyewe vya kuku vikubwa. Okay. Sasa ni vikubwa sana because for hiyo pesa hiyo 890 nilikuwa na expect maybe nipate kama 3 pizza ama kitu kama hiyo, lakini nilipata 2 pizza. Although yani siwezi sema kama nilishiba ile kabisa. Unajua mimi nimezoea nile paka nibakishi. Sasa na hapo yani nisema nilikula tu, yani ile kushikilia tumbo nisije nikaanguka kule ambako nilikuwa naenda. Lakini guys hiyo 890 hapana bwana. Hata 3 pizza inafaa kwa around hapo 600 ama you guys 2 pizza iwezi kwa 890 but ni sawa. Kwa hivyo hiyo prices guys hiyo price mmenigonga sana. Yani hapo mmegonga sana. Hiyo price chukisheni bana. Haya, kasoda cha pili ni kadogo guys, ni kadogo. Mngenipea hata 500 ml. Kukula hii kuku mngenipea 500 ml. So guys, kama kuku nimewapa 9, hii coleslaw mazee nawapea 4.5 out of 10. Alafu sasa kasoda ni sawa tu kwa sababu kama kalikuwa kama ka escort ni sawa tu, sitasema chochote. Lakini guys hivi vichips sema tu yani vichips wenyewe ni viembamba cha kwanza. Okay, mmezikausha vizuri, si zile crunchy kabisa, yani ziko tu hapo, yani zimepikwa tu vizuri, mtu anaweza kula akaenjoy. Lakini guys ni kidogo, alafu mmevikata vimbamba sana vinapotelea kwenye mdomo. Yani kateni kitu kama mtu mzima anakula. Yani hizi sasa mngekuwa mnaziweka, yani mngekuwa kama na nini different. Mngekuwa mnasema hizi zembamba ni za watoto, alafu zile nono sasa mtengeneze ziwe za watu wazima. Sisemi potato wedges, nasema chips. Lakini bana, ongezeni nyama kidogo hapo kwenye chips, ni vidogo no. Sasa nikasema mimi acha nishambulie kuku wangu polepole. Si polepole, najua. Najua si polepole. Lakini pia time ilikuwa kidogo kwa. Kuna mahali pia nilikuwa nafanya fiki. Sasa guys, acha niwaambie, nikiendelea kula hii kuku. Kuna watoto hapo walikuwa wameletwa out.
vitoto vya pigania nyama, na kwamba ndio maana wanaona nilikuwa nashinda nikiangalia huko. Yaani si concentrate kwenye kamera, watoto walikuwa wanapigania nyama, watoto shinda kiangalia kule nje. Haya. Sasa wacha niwaambie, pale nikiingia mimi nimependa customer service ya KFC kwa sababu minga tayari pale nika place order nikaambiwa ningoje dakika 5, lakini imagine naweza kufika dakika 5 alizikufika. Maana nimeketi tayari hapo nini nikaitwa tayari ticket number. By the way ukienda ukiplace order KFC unalipia, unapewa receipt, alafu unaangalia ile ticket number iko pale kwa receipt. Ni kama tu bank, lakini si bank. Naitwa kama yangu ilikuwa 172, sasa unaitwa 172, order yako iko ready, unaenda unachukua. Cha pili, uko makini sana na order yako kwa sababu mimi nilikuwa nimeitisha hii Fanta Black Currant, nyama nikapata nimeikuwa Fanta Orange. Sasa pale pia uwe kama mtu mzima usipiganie haki zako. Mimi nikamwambia mimi sijaitisha hii dogo, kwa hivyo nikabadilishiwa. Kwa hivyo uwe mjanja, pesa ni yako, ujaribu kuwa mjanja kidogo, sawa? Sasa mimi nikasema acha ni focus na huyu kuku. Sio unaona sasa nishamaliza, hata imechukua dakika ngapi sure? Hata ni sekunde kadhaa tu jamani, nishamaliza kula tayari. Ona kakuku nako kalikuwa katamu kweli, kalikuwa kanashika vizuri, kalikuwa kana slap. Nikana nanywa hii soda, nasema sijui nibakishe ni bebe. Nikasema uongo, acha nimalizane nayo tayari. Nimalizane nayo hapa. Kitu kingine guys, watu wa KFC, muwe mna offer serviette hata 2. Yaani ka serviette ndio nimekatumia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yaani ukiangalia vizuri hii video na kuonyesha kabisa serviette on. Ka serviette kameisha mpaka kameraruka. Yaani unatarajia mimi mtu mzima nile mwanzo mpaka mwisho natumia ka serviette kamoja? Kweli jamani? Hapana. You guys can do better. Offer us at least 2 serviettes. Hapo. Tusikie vizuri. Kakuku kashaisha. Alafu sasa nikajichocha sasa after kakuku kamesha, nikasema wacha basi nikule kule coleslaw basi. Yani ile kujilazimisha yani. Nisije nikakarudisha kama yani hakajaliwa. Nikasema basi acha nijikaze. Kwani nikamaliza. Nilifika point yani kakanishinda. Sasa nilikuwa nasukumia na hii soda yani. Before nisahau, like, comment and subscribe kwa YouTube channel yetu, na vile pia tutembelee pale katika website yetu www.reviews.com na uache comment. Hakuna kitu kiliniudhi kama kaka serviette yani. Lakini sawa. Kapiga kasoda kangu polepole. Si polepole najua. Si polepole. Lakini si wewe uende na flow. Story ni yangu. So mimi kapiga kasoda kangu polepole, nikamaliza. Kuku mgani mwenye ulikuwa umemwona hapa? Chakula kipi? Wapi? Coleslaw tu ndio imebaki hapo, na hii by the way sitaita coleslaw.